السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. Leo tarehe 19 ya mwezi wa Dhulhijja, mfunguo 3, mwaka wa 1446 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo inalingana na tarehe 15 ya mwezi wa 6 katika mwaka wa 2025. Siku ya Jumapili tumekutana ndani ya msikiti huu, Masjid Jundub ibn Junada, hapa kwenye barabara maarufu inayojulikana kwa Mafuta Street katika mji wa Moshi katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Tumekutana, nia na madhumuni ya kukutana kwetu ni kuitangaza da'wa yetu. Tulianza kuilingania kwa miaka mingi huko nyuma. Da'wa yetu, nikisema da'wa yetu nakusudia ad-da'watu salafiyya, dawa iliyojengwa juu ya mfumo imara kabisa na misingi madhubuti, misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia. Kwa wale watu wazima watakumbuka mihadhara ya mwanzo kabisa iliyofanyika ndani ya msikiti huu, ambayo kwa sasa inakaribia miaka 18 mpaka 19 ndani ya msikiti huu, kwa sababu ukihesabu kwa miladi ya mwaka 2007 mpaka leo utapata takriban miaka 18, lakini ukihesabu kwa miaka ya hijiria sasa inakaribia miaka 20 pungufu kidogo. Kwa hiyo hata wale waliokuwa vijana sasa wamekuwa wazee, na wale waliokuwa watoto wamekuwa watu wazima. Tulianza ulinganizi wetu wa wazi kabisa katika msikiti huu
pamoja na kwamba kulitanguliwa na baadhi ya mihadhara, durus, semina, sehemu nyingine, lakini kwa ule udhahiri hasa wa kujipambanua. Nachokusudia udhahiri wa kujipambanua da'wa salafia kwa misingi yake na hoja zake, basi mahali pa mwanzo kabisa ilikuwa ni katika msikiti huu. Kwa hiyo watu wazima wanalikumbuka hili, na wengine pengine walipata kusikia audio zake zile za miaka ile. Kisha kutokea hapa mipango ikapangwa, njama zikasukwa, vikao vikakaliwa, azma ikapitishwa, na watu wakatoka kwenda katika miji mbalimbali kwenye kuitangaza da'wa hii, kwenye kanda hii ya kaskazini, kadhalika kanda ya ziwa, katika mikoa hiyo ya huko Shinyanga na Mwanza, Bukoba na Mara, mkoa wa Kagera na mkoa wa Mara, kadhalika nyanda za juu kusini, Iringa huko na Mbeya, na kurudi mkoa wa Ruvuma, na kusini huko sehemu za Lindi na Mtwara, bali hata katika kanda ya kati, Dodoma na Morogoro na sehemu nyinginezo. Ala kulli hali, mipango mingi ilianzia hapa, walillahi alhamdu wal minna. Nataka nilikumbushe hili ili waliosahau wakumbuke na wasiojua wafahamu, na wale wanaokumbuka tuendelee kuwakazia katika jambo hili. Lakini ninachotaka kukuambia katika wakati huu ni kwamba hatujafika mwisho wa da'wa na ulinganizi. Pamoja na miaka yote hiyo, pamoja na mambo yote hayo, bado hatujafika mwisho wa da'wa. Da'wa bado inatakiwa iendelee, tena kwa ufanisi zaidi, na mipango madhubuti na imara na juhudi kubwa zaidi, kwa sababu da'wa tunatakiwa tuisimamie mpaka mwisho wa umri wetu, mpaka tunatoka hapa duniani. Lakini tumetoka mbali, tangu tukiwa wanyonge wa kuombaomba misikiti ya watu na kufukuzwa na kukataliwa kwamba hapa hamruhusiwi, twapita twenda huku, twapanga njama zile, mpaka kuwa sasa twamiliki vituo vyetu katika miji mbalimbali. Tangu watu walipokuwa wachache mpaka leo wamekuwa wengi. Tangu walipokuwa watu hawatuelewi mpaka sasa watu wanatuelewa. Na hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, bali akawafanya wale waliokuwa wakitupiga vita ndio watetezi wa kulitetea jambo hili, na wengine Allah subhanahu wa ta'ala akatutosha na shari zao, jambo lao likafifia, njama zao na mipango yao ikawarudia wao wenyewe. Na hivi ndivyo itakavyokuwa mpaka huko mbeleni. Jambo la msingi ni sisi kusimama katika kuipigania da'wa hii na kuilingania, kwa sababu ndiyo Uislamu sahihi aliyotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufikishe kwa viumbe, na yeye akaufikisha Uislamu huu, ukapokelewa na maswahaba zake watukufu, wakaubeba huu Uislamu kwa vile walivyomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
wakausomesha Uislamu huu kwa waliokuwa baada yao, nacho ni kizazi kilichofuatia baada yao, kizazi cha tabi'in, na wao wakaendelea hivyo, jambo likienda hivyo mpaka siku ya leo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tulirithi jambo hili, tulibebe, tulifikishe kwa wengine, vizazi vijavyo vilibebe jambo hili, vifikishe jambo hili kwa vizazi vingine vitakavyofuatia. Nimeona nikumbushe kidogo hili jambo ili tukae sawa. Hii dawa misingi yake ni misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio dawa sahihi ya Uislamu. Haihitaji nguvu nyingi katika kuielewesha, kwa sababu ni dawa inayojitegemea kihoja, kwa hoja zake inajitegemea. Tunachotakiwa ni sisi kufanya juhudi na mipango ya kuhakikisha zile hoja zinawafikia walengwa, na katika hili kuna fadhila kubwa ndani yake, na hili haliwi ila kwa sisi wenyewe kuijua hii da'wa kwa kuisoma na kuisomesha. Sasa kuna watu wageni pengine watayasikiliza maneno haya, hawajui ni da'wa gani na ulinganizi gani. Kwa hiyo nitalazimika kuzungumza machache kuhusu hii da'wa. Ukiona kuna jambo walijua, basi ujue hukukusudiwa wewe, wamekusudiwa wengine wasiojua, au wale wanaojua kimakosa, na kama ni wewe basi ni kutiliwa mkazo tu. Sisi tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuifuate njia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa atutangazie hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waambie hii ninayolingania, hii ndiyo njia yangu, ndiyo dini yangu, ndiyo mfumo wangu. Kul hadhihi sabili, pana sabili, njia yangu, mfumo wangu. Ad'u ila Allahi ala basira, mimi nawalingania watu kwa Allah, na waita watu waende kwa Allah. Nafanya kazi hiyo kwa elimu na utambuzi, sifanyi kijinga jinga kijahala. Hii njia yangu hii, huu Uislamu ninawalingania watu, huu ninawalingania watu kwenye tauhid, na waelekeza watu kwenye kumpwekesha Allah, na waelekeza watu kwenye kumwabudu Allah peke yake kwa elimu, ala basiratin, kwa elimu, kwa utambuzi na maarifa. Kazi hiyo ninaifanya ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata, wafuasi wangu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Na ninamtakasa, kumtakasa Allah na kila upungufu. Kutakata ni kwake, Allah amesalimika na kutakasika na kila aina ya upungufu, na mimi niko mbali, najitenga kabisa, si katika washirikina, kwa sababu washirikina humtia dosari na upungufu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia wenza, kwa kumnasibishia kuwa
ana watoto au ana mtoto, kwa tofauti za mila zao. Washirikina wa Makka wao wanasema malaika ndio watoto wa Allah wa kike. Allah akawa anawatahayariza kwenye Qur'ani, astafa albanati ala albanin. Hivi kweli Allah amejichagulia yeye watoto wa kike akaacha watoto wa kiume? Kwa hiyo wale washirikina wanasema Allah ana watoto wa kike ambao ni malaika. Mayahudi wakasema Uzairi ndiye mwana wa Allah. Manasara wakasema Isa ni mwana wa Allah. Sasa Allah ametakasika na haya, hana watoto, lam yattakhidh sahibatan wala walada, yeye hakujifanyia mke wala mtoto, hana mtoto. Na mingine mengi mabaya wanamnasibishia Allah. Mimi ninamtakasa yeye, na mimi si katika wenye kumshirikisha Allah. Ukitafsiri aya hii peke yake utaiona misingi mikuu ya hii da'wa, lakini nitashika michache tu alafu niende kwenye aya nyingine. Inatuonyesha aya hii kwamba da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mabniyatun ala alwuduh, ni da'wa iliyojengwa juu ya msingi wa uwazi, uwazi ambao unampelekea mtu afahamu kila kitu kinachofungamana na yale yaliyo wajibu juu yake kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, na ile haki ya Allah kwake yeye, yale ambayo wewe unatakiwa umtekelezee Allah na malipo utakayoyapata kutoka kwa Allah kwa hayo uliyoyafanya na namna ya kuyatekeleza hayo, bali udhuh wa sheria zake. Ndio maana akasema qul hadhihi sabili, ni kitu chenye kufahamika, kiko wazi, chatakiwa kitangazwe, kifahamike na watu wote. Kwa hiyo dawa imejengwa katika misingi ya uwazi, haikujengwa katika misingi ya usiri na vificho, kwamba kuna mambo hayo ni ya watu fulani tu, wengine hawapaswi kujua. Kwenye Uislamu hakuna jambo hilo. Lakini jambo jingine katika mambo ya msingi kabisa ni kwamba kumbe dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufana kwake, kunoga kwake, kusimama kwake imara, ni lazima ijengwe juu ya msingi wa ilmu, alilmu alshar'i. Kwa dawa hii haipelekwi kiujinga. Moja katika agenda zake kubwa kabisa ni elimu. Inatoa nafasi kubwa katika uenezaji wa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuipa kipaumbele, kwa sababu ndio da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa elimu ndio upatikana uhai wa Uislamu. Na mahali patapimwa kwamba watu Uislamu umeendelea au Uislamu umerudi nyuma, Uislamu uko hai au Uislamu umekufa, kwa elimu na ujinga. Ikiwa jamii hiyo imegubikwa na ujinga, hata kama ikiwa wanaonekana wako wengi, wana vipato, wana hiki, wana kile, lakini ujinga ndio umewafunika, hapo Uislamu umekufa. Na mahali ambapo elimu imetawala, basi hapo Uislamu uko hai. Kwa hiyo miongoni mwa misingi imara ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kupatilizwa ilmu, nashru alilmi, alilmu as-sahih, alilmu an-nafi'. Haya ndio tunayapata katika aya hii. Mengi hapo nimesema, lakini nimesema nitagusia mambo matatu katika misingi imara na madhubuti iliyojengwa kwenye aya hii. Pia vile vile ni albara'atu min ash-shirki wa ahli, ni mtu kujitenga na kujipambanua na shirki na watu wake na walio mfano wa hao washirikina na mambo yaliyo mfano wa hiyo shirki. Miongoni mwa yaliyo mfano na shirki ni albid'a,
miongoni mwa yaliyo mfano wa shirki ni alfisq walfujur, maasi na watu wake. Kwa hiyo ili dawa isimame sawa sawa, lazima msingi huu upatilizwe. Kwa hiyo miongoni mwa mambo au miongoni mwa hoja na dalili za kuwa da'wa hii tunayolingania ni da'wa ya sawa sawa ni aya hii iliyomo ndani ya surati Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Da'wa hii tunayolingania sisi, wito huu tunaowaita watu, ndio wito wa kale kabisa, ndio ulinganizi wa kale kuliko wito wowote. Ndio maana ikaitwa dawa hii kama wanavyoita wasemaji kuwa ni dawa kongwe, kwa sababu ndiyo asili ya Uislamu. Dawa inayolingania kujinasibisha na kujiegemeza upande wa watangulizi wema kwa kufuata njia yao na kuchota maarifa yao na kusimama juu ya yale walioyasimamia wao. Da'wa hii ni da'wa kongwe, lakini pia ni da'wa iliyobarikiwa, kwa sababu Qur'ani imehimiza watu wapite kwenye da'wa hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa anatuambia, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية 115 katika suratu Nisa. Yoyote atakayemukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na yoyote atakayekinzana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa uongofu umembainikia, hii ndiyo haki, yeye akaikataa, yeye akaipinga, yeye akaenda kinyume kwa hawa na matamanio ya nafsi yake, kwa utashi wake, kwa maoni yake na rai yake, kwa ujinga wake, haki imembainikia, yeye akaikataa, akaleta upinzani. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, ilikuwa aya imuingize motoni moja kwa moja, lakini ikaweka kipengele hapa muhimu, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafuata njia nyingine, sio ile walioiandama waumini waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huo. Yeye akashika njia yake nyingine, akaleta uelewa mwingine, akaleta mafuhumu na ufahamu mwingine tofauti na ule walioufahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wallahi ma tawalla, tutamuelekeza kwenye lile alilolichagua. Si ushachagua ndio njia hiyo, ufuate utaratibu huo ulio kinyume na masahaba, ulio kinyume na attabi'un alladhina tabauhum biihsan, wale waliowafuatia hao kwa wema. Umeamua kufuata njia hiyo, sawa, nenda. Pingine kwenye njia hiyo wataka pesa, kwenye njia hiyo wataka cheo, kwenye njia hiyo wataka sifa, nenda. Nuwallihi ma tawalla. Ndio maana ukawaona wenye jambo lao, watu wote wenye mambo yao ya kilimwengu, yawe ni ya kilimwengu kwa sura yake ya dhahiri na ya siri, au ya kilimwengu katika sura likafanya jambo la kilimwengu kuwa ni dini katika sura ya dhahiri, lakini kisiri ni jambo la kilimwengu, watu wanakusudia dunia au vinginevyo, lakini jambo lao la kilimwengu wao, utaona mambo yao yanakwenda na yanafana, wanafanikiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia sisi tutamuelekeza kule alikochagua. Nenda, mistaki ile nataka huku, nenda.
lakini ujue kwamba wanuslihi jahannam wasaat masira, tutamtia katika moto wa jahannam na marejeo mabaya kabisa ni kwenye jahannam. Kwamba waishi katika maisha haya ya ulimwengu, lakini siku ukifa wewe mashukio yako na marejeo yako ni katika moto, marejeo hayo ni mabaya sana. Usije ukafikirie kwenye akili yako kwamba acha nipate dunia, huko akhera nikikosa basi. Hiyo ni akili mbovu, kwa sababu kuna jahannam wasaat masira. Matatizo yote haya ni nini? Ni kwa sababu umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa hoja na muongozo wake umekudhihirikia. Shida ni nini? Shida umekhalifu njia ya as-salafu salih. Tunaposema as-salafu salih tunakusudia neno watangulizi wema, waliotutangulia wema, ambao ni masahaba na wale waliofuatia masahaba katika vile vizazi vitatu bora. Lugha fupi tunaita as-salafu salih. Wewe umeamua kuikhalifu njia hiyo dhahiri shahir, au umeamua kupingana na njia hiyo kwa hila. Wale wenye kuilingania njia hii, wewe ukaamua uwachafue kwa majina mabaya ili waonekane kile unachokilingania sicho, hakina ukweli. Lakini wewe kweli wataka haki, sema hawa ni watu wa aina kadha. Kwa hiyo si kweli unachokisema, ukaikataa haki kwa hila ya kutaka kuikubali haki. Wajifanya waikubali haki, lakini lengo lako ni kuikataa haki. Hili jambo lipo, na watu wa aina hii ni wengi, wanaodai sunna na wanaodai salafia, kujinasibisha na sunna au kujinasibisha na as-salafia, wanalidai hilo na huku wakiipinga salafia. Sasa yoyote atakayelikhalifu hili, akamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akienda kinyume na njia ya wema waliotangulia, akawa haitaki, akaibeza, akaitia majina mabaya, huyu anajitafutia maangamivu yeye mwenyewe. Na sisi hatuna la kumfanya wala hatuna la kumlipa, isipokuwa malipo yake atayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wetu sisi ni kubainisha haki. Wale ambao Allah amewatakia kheri, basi wataishika haki hii na itawafaa, na wale ambao Allah hakuwatakia kheri, sisi hatuna cha kuwapa. Na hivi ndivyo alivyofunzwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitamani kwa watu kadhaa wa kadha waslimu, bali wengine ni katika watu wake wa karibu, vipenzi kabisa. Miongoni mwa hao ni ammi yake Abu Talib, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari yake mwaijua. Hirsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya juu mno. Anipupa yake na hima yake na juhudi yake ya kumfanya ammi yake aongoke, afuate Uislamu, bidii yake ilikuwa kubwa mno. Mpaka wakati wa kukata roho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria wakati wa kukata roho ammi yake, na akamdhihirishia na kumuaridhishia Uislamu na kalima ya tauhid ili aitamke. Yule mzee akawa anafikiria mara mbili, atamke asitamke. Idh ba'atha ashqaha, ghafla pale akaingia katikati muovu wao. Kina Abu Jahli wamemkalia pale, wanamwambia atarghab an millati Abdul Muttalib, unataka kuiacha mila ya kina Abdul Muttalib, mila ya wazee? Wewe Abu Talib wataka uache mila ya baba yako Abdul Muttalib, wataka ufe kwenye mila ya huyu kijana? Pale akageuka, akapiga U-turn, akasema mimi ninakufa katika mila ya Abdul Muttalib. Akafa akiwa kafir. Jambo lile lilimhuzunisha sana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
lakini Allah akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumuongoza unayemtaka, kwamba wampenda fulani, wewe humuongozi unayempenda. Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kufikisha. Sisi si mahukamu, sio marefari kwamba tuna kadi ya njano, kadi nyekundu au kuna kadi ya kijani, kwamba tukikupa kadi hii wewe tayari utaingia peponi na wewe ukipewa kadi ile utakwenda motoni. Sio wajibu wetu, sio kazi yetu. Kazi yetu ni kubainisha haki. Njia ya sawa ni hii, atakayekhalifu njia hii ameingia katika upotevu wa basi tajua yeye mwenyewe sasa. Kwa hiyo hili lazima tulifahamu, na dawa imejengwa katika misingi hii.